wana wa ufalme wote pale mlipo duniani. Mimi ni Dr. Gordon Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo naomba tujifunze kitu muhimu sana katika darasa hili, kushindwa kwa nguvu ya mauti dhidi ya watoto wa Yahweh Elohim. Kuna watu wameathiriwa sana na dini na madhehebu kiasi kwamba mpaka leo hawaelewi kwamba mauti haina nguvu katika maisha ya watoto wa Yahweh Elohim. Sasa naomba nikupe darasa ambalo litakusaidia sana kutoka katika hatua moja kwenda nyingine, ili ukiwa ndani ya ufalme uweze kujua kabisa kwamba umekusudiwa kwa ajili ya kutawala, na Baba amekuweka huru mbali na mauti, na ili uweze kuweza kuendelea na kuitawala dunia na kuleta matokeo katika dunia hii. Ujue kabisa kwamba madhara ya mauti kwako haipo, na nitaifafanua kwa upana sana. Simaanishi kwamba utakufa, kwa sababu kufa watu wanashindwa kutafsiri hasa katika maana halisi iliyokusudiwa. Sasa kuna maneno kadhaa kwanza ningependa uyafahamu maana yake. Nitazungumzia maneno ya msingi, nitatumia maneno ya msingi yafuatayo. La kwanza nitazungumzia kuhusiana na neno ambalo limetumika kwenye katiba ya ufalme au Biblia zile za chama cha Biblia, neno kuzimu, ambapo kwenye toleo la ufalme nafikiri tumelipunguza kuliondoa. Neno kuzimu inamaanisha pia jehanamu ya moto. Sasa Wagiriki wenzetu wana neno Hades au Hades, kwa hiyo pia limetumika kama Gehenna. Sasa ukisikia neno jehanamu ya moto, kule lilotumika ni Gehenna, ni neno la Kigiriki likiwa na maana kulikuwa kuna bonde fulani linaitwa bonde la Hinon. Katika bonde la Hinon kulikuwa kuna moto na waka kule Israeli kipindi cha mfalme Yesu walipokuwa miaka 2000 iliyopita. Kulikuwa kuna bonde moja la kuchoma takataka kwa muda mrefu sana. Sasa mfalme Yesu alikuwa ametoa mfano jinsi yale mateso ya kule kuzimu yatakapofanana kule Selo, yanafanana ni kama vile moto usiozimika wa Gehenna ambao ni bonde kule la Hinon. Ndio maana limetumika sana neno Gehenna au jehanamu ya moto. Kwa hiyo ni kitu halisi, lakini alikitolea mfano katika lile bonde ambalo lilikuwa likiwaka moto, ambao moto usioisha, lilikuwa likichoma takataka. Kwa hiyo nitazungumzia neno kuzimu. Unaposema kuzimu au jehanamu ya moto au Kigiriki Hades au Gehenna, hii ni mahabusu ya ufalme wa mbinguni iliyodesainiwa baadaye kwa ajili ya wanadamu waliofanya kosa la uhaini. Walikuwa wanahifadhiwa, ipo mpaka sasa. Lakini kuna neno lingine ziwa la moto, ambayo Kigiriki imetumika kama Rimnitopyrus. Hii ni gereza. Sasa ziwa la moto ni gereza la wote, la jumla, shetani pamoja na wanadamu na malaika zake. Hii ni gereza la waasi wa serikali ya ufalme wa mbinguni, lenyewe linajumuisha waasi wa mbinguni na waliopo duniani. Linaitwa Rimnitopyrus, ni ziwa la moto. Sasa tunaweza kusema ni gereza. Hii kuzimu, jehanamu, tunasema ni selo au maabusu. Maana mtu akitoka baada ya kupelekwa maabusu, akishapelekwa mahakamani akathibitishwa kwamba ni mkosa, ndio anapelekwa kufungwa gerezani. Kwa hiyo kuzimu au jehanamu moto ni gereza, Hades au Gehenna, lakini ziwa la moto Rimnitopyrus ni gereza. Na neno lingine la msingi ni kuhusiana na kifo. Uelewe kwanza kifo au mauti ni nini, ambao Kigiriki tunaita Thanatos, lakini Kiebrania tunaita Maveth. Hasa mauti ni kitu gani? Mauti ni askari maalum aliye katika ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida, ambaye kazi yake ni kuwapeleka aidha maabusu ambako ni jehanamu ya moto, ambao wengi wamezoea kuita kuzimu, au gereza katika ziwa la moto Rimnitopyrus, kulingana na eneo ambalo muasi husika wa serikali alikuwa anaishi, aidha mbinguni au duniani. Kwa lugha ya Kiebrania askari huyu anaitwa Maveth, na Kigiriki tunaita Thanatos. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Na askari huyu alidesainiwa maalum kwa ajili ya waasi wote wa serikali ya mfalme Yahweh Elohim. Kwa hiyo ikitokea kiumbe ameiasi serikali ya mfalme wa Yahweh Elohim baba yetu, tayari kiumbe husika na kuwa ameingia kwenye sheria mpya ya dhambi au sheria ya kosa la wine treason, kisha kupitia kosa hilo askari aitwaye mauti au Maveth au Thanatos anakuwa na uhalali wa kumpeleka moja kwa moja gerezani au ziwa la moto.
kwa walio mbinguni, lakini moja kwa moja anapelekwa maabusu, jehanamu ya moto au kuzimu, kwa wale walio jamii ya Adamu walipo duniani. Kwa walio duniani, kama mchakato wa kisheria haujafanyika, basi maana yake kiumbe husika anaingia moja kwa moja katika hukumu, kisha askari huyo anamtoa mhalifu huyo kutoka katika mabusu na kumpeleka katika Limni Tauperos, ambayo ni ziwa la moto gerezani. Hasa tangia Adamu alipofanya kosa lile la uhaini lilompelekea kupoteza koloni ile au ufalme wa Yahweh Elohim hapa duniani, huyo askari anaitwa Maveth au Thanatos au mauti, alikuwa akiwapeleka uzao wa Adamu au jamii ya Adamu wote, anawapeleka kwanza maabusu, ambayo ndio jehanamu ya moto au kuzimu kwa sasa hivi. Wakiwa huko wanatakiwa kusubiria mauti ya pili, ambayo ni gereza la milele, yani ziwa la moto. Kwa hiyo baadaye, baada ya jehanamu ya moto wakihukumiwa, ndio wanapelekwa ziwa la moto. Hata hivyo, kwenye maabusu mara zote huwa hakuna madhara makubwa, kwa sababu ni eneo ambalo mtuhumiwa huwekwa kabla hukumu ya kisheria haijapita. Kwa hiyo mchakato wa kisheria ukishafanyika na ikaonekana kama hana hatia, basi mtuhumiwa anaachiliwa, lakini kama ana hatia ndio anapelekwa gerezani. Lakini akihukumiwa kisheria kuwa na hatia, basi hupelekwa moja kwa moja katika gereza la milele. Kwa hiyo mauti ya kwanza ambayo tunaita ni kuzimu, kwa upande waliohesabiwa haki kabla ya kuja mfalme Yesu, kwao haikuwa na madhara, haina madhara, kwa sababu mfalme Yesu alipokuja alilipa gharama ya kosa la uhaini, gharama ya adhabu ya kosa la uhaini. Kwa hiyo wote walitoka kule katika zingine. Kwa hiyo hatari kubwa ipo katika mauti ya pili, yani ziwa la moto au Limni Tauperos. Hili ni gereza la milele. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Sasa jehanamu ya moto au Hades au kuzimu ni gereza la muda, tuseme ni seasonal cell, ni selo, ni mahabusu, lakini ziwa la moto ni gereza la milele. Na ndio maana wanadamu ambao sio raia wa ufalme, ni wazi kule jehanamu ya moto walikataa yani walikuwa hawana haki ya kisheria ya kutoka katika kipindi mfalme Yesu alipolipa gharama hakutoka au kutolewa, kwa sababu hakuwa na haki kisheria kama watoto. Ndio maana waliendelea kubaki kule, na baadaye watakapohukumiwa kisheria, ndio mauti itawapeleka kwenye gereza la milele, yani ziwa la moto, baada ya ile hukumu. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Ndio maana ukisoma ile Ufunuo 20:11-15 inasema, kisha nikaona kiti kikubwa cha kifalme cheupe, dunia na mbingu zikaukimbia uso wake aliyeketi juu yake, wala mahali pao hapakuonekana. Nami nikawaona wafu, yani wale waliokufa, wakubwa kwa wadogo, wakiwa wakubwa kwa wadogo, haimaanishi wakubwa kwa maana na wadogo watoto, yani wakubwa kwa wadogo hapa inamaanisha watu ambao wale ambao wenye hadhi za juu na hadhi za chini, wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha kifalme, na vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha maisha. Hao wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao, baada kama ilivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu, bali ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, nao mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake. Kisha mtu akahukumiwa kulingana na yale aliyotenda, kisha mauti na jehanamu zikatupwa katika ziwa la moto. Hiyo ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Iwapo mtu yote jina lake alikuonekana katika kile kitabu cha maisha, alitupwa katika lile ziwa la moto. Unaona, kigezo ni lazima kwanza jina lako liwepo katika kile kitabu cha maisha, the book of life, kuonyesha kabisa ulikuwepo tangu kuwekwa msingi wa dunia, na Baba alikuchagua, na maana ni mtoto wake, amekuzaa, kwa upo kwenye orodha ya ufalme wa mbinguni katika kitabu, basi moja kwa moja unakuwa tiketi ya kuweza kuendelea na maisha. Hilo ni muhimu sana. Pia ukisoma ile Ufunuo 21:8 anasema, lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu pamoja na waongo wote, mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na salfa. Hii ndio mauti ya pili, unaweza kuona. Kwa hiyo kuna jehanamu ya moto kuzimu, ambayo ni selo, alafu kuna ziwa la moto. Sasa hapa anaposema lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji, hapa izungumzi kwamba ni msingi wa kutupwa katika ziwa la moto ni tabia. Msingi ni kwamba watoto wote wasio na asili ya serikali ya ufalme kwa asili huwa wanakuwa na hizo tabia, inajulikana. Lakini ukisoma ile Ufunuo 26 anasema wamebarikiwa tena ni watakatifu wale walio sehemu katika ufufuo wa kwanza, yani wale waliotolewa katika ufufuo wa kwanza. Hao mauti ya pili haina nguvu juu yao, bali watakuwa makuhani wa Elohim wa Kristo, nao watatawala pamoja naye kwa muda wa miaka 1000. Maana yake anazungumza wale watakaotolewa katika jehanamu ya moto
samani, wale ambao ambao tayari walipita zamani kabla Kristo hajakufa msalabani, hajaurejesha ufalme, maana yake walitolewa, miili watakatifu ilitoka mingi wale, maana yake ni kwamba hakuna shida, hakuna issue ipo katika wale watakaopelekwa kule katika ziwa la moto, ndio palipo na shida. Ukisoma Ufunuo 2:11 nasema yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho aziambia eklesia, yeye hatapata madhara katika mauti ya pili. Anazungumzia habari ya ile ziwa la moto. Sasa naomba niingie kwenye mada yetu ambayo tulikusudia uweze kuona kushindwa kwa nguvu ya mauti dhidi ya watoto wa Yahweh Elohim, ili usiendelee kuwa na woga na mashaka pale unapoona kitu kama hiko. Sasa kwanza lazima tujue muunganiko kati ya askari anaitwa mauti ambayo ni Maveth Kiebrania au Thanatos Greek, lakini ni muunganiko wa askari mauti na maabusu inayoitwa jehanamu ya moto ambayo tunaita Hades Greek au Hades, Gehenna, na shetani. Kulikuwa kuna muunganiko wa hawa watatu. Hasa muunganiko kati ya askari aitwaye mauti au maabusu itwaye Hades, kuzimu kwa jina lingine, au jehanamu ya moto, na shetani, muunganiko wao unatokana na wao kujikuta kufanya kazi kwa pamoja ya kushughulika na mwanadamu kwa pamoja. Kwa mfano mauti, tukianza na mauti ni askari ya halali na wa kisheria kabisa na mwenye haki ya kushughulika na waasi wote wa ufalme wa mbinguni. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kusitisha maisha ya jamii ya Adamu, yani wanadamu, kwa kuwatenganisha nafsi na mwili. Kisha nafsi ambaye ndiye mtu mwenyewe inapelekwa selo au maabusu, yani kule Hades au jehanamu ya moto wa kuzimu. Kwa hiyo wanasubiria hukumu. Kwa hiyo anakumenya, mwili unabaki duniani, afu unapelekwa kule mwenyewe, unajitambua mwenyewe, unapelekwa kule kuzimu. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi yake, kwa sababu na alikuwa akifanya kisheria kabisa, kwa sababu mwanadamu mwenyewe alipoiasi serikali ya ufalme mbinguni, manake akaamsha nguvu ya mauti, akamwamsha huyo askari, akamsha sheria ya mauti. Manake askari akaanza kufanya kazi kisheria, na anapoamka huyu huwezi kumsitisha mpaka nguvu ya sheria nyingine iweze kumsitisha. Kwa ilikuwa ni kwamba atatenda kazi maisha yake yote milele yote. Ndivyo ilivyo. Kwa unaona, naye anakuwa anashughulika na wanadamu. Sasa shetani naye ni kerubi aliyeasi kule mbinguni. Baada ya kuanzisha vita mbinguni dhidi ya ufalme wa baba yetu Yahweh Elohim, huyu shetani ni adui wa mfalme wa mbinguni na pia ni adui wa watoto wa Yahweh Elohim, yani wanadamu. Kwa hiyo alipoupindua ufalme wa mbinguni hapa duniani kwa kumpindua Adamu na Hawa na hatimaye kuitawala dunia, chuki yake ikawa na nguvu kubwa dhidi ya wanadamu na kuhakikisha wanadamu wanaishi maisha yenye kuteseka. Kwa hiyo kutokana na kazi ya mauti dhidi ya jamii ya Adamu, kuwachukua na kuwapeleka selo, kwa sababu alikuwa mauti inafanya kazi kisheria ya shetani, akaungana naye na kuwa kama kitu kimoja. Kwa hiyo shetani nguvu yake ikawa ni mauti. Wanadamu wanakamatwa, wanapelekwa kuzimu, wanapelekwa kwenye selo. Kwa hiyo ikawa ni kama vile advantage kubwa sana ya shetani kufanya kazi zake kupitia mauti. Lakini ukija kuzimu nao pia ni selo au maabusu ya kisheria ambayo kazi yake ni kuwahifadhi wanadamu waliokamatwa na mauti kama mahabusu, na wakati wakisubiria hukumu ya mwisho kabla ya kupelekwa kwenye gereza la milele ambayo ni ziwa la moto, tunaita limnato Pyrrhus. Kwa hiyo unaweza kuona kulingana na kazi zinazofanana na kushughulika na mwanadamu, unaona shetani, unaona na akaambatana sasa na mauti na kuzimu. Mauti kwa maana ya askari na kuzimu kwa maana ya gereza, kama nguvu yake ya kuwanyanyasa wanadamu. Ndio maana shetani, nguvu ya shetani, mauti ni kitu ambacho kimetumika sana na shetani kwa ajili ya kuwatisha wanadamu, kuwasurubisha na kuwafanya wawe watumwa kwa muda mrefu sana. Hilo ni muhimu sana kula. Ndio maana tangu hapo shetani akawa ndiye mmiliki wa funguo za mauti na kuzimu. Kazi ya shetani ilikuwa ni kuwatesa wanadamu kwa hofu ya mauti na kuzimu katika dunia. Tangu hapo mwanadamu wakawa hawawezi kufanya linaloweza kuleta maendeleo wala mabadiliko makubwa duniani, kwa sababu hofu yao ilikuwa ni mauti. Wakati wote wanawaza kwamba tutakufa. Ndio maana unaweza kuona kabla ya Kristo kuja msalabani, nyuma huko hakukuwa na maisha yenye ujazo, maisha yenye tija. Maisha yalianza kuwa na yenye ladha ni baada ya karne ya kwanza mfalme Yesu kuja, baada ya ile kuharibu nguvu ya mauti. Unaweza kuona kitu kama hiko. Ndio maana ukisoma Waebrania 2:12 nasema, basi kwa kuwa watoto wana mwili wa nyama na damu,
Yeye pia alivaa mwili wa nyama na damu ili awe binadamu kama wao, ili kwa kifo chake apate kuangamiza, apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu ya mauti, yani Shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Unaweza kuona kwa ilikuwa ni lazima kupitia ile kazi ya msalaba Mfalme Yesu amekuja kutuweka huru ili bana, tulikuwa utumwani, maisha yetu yote yalikuwa utumwani kwa sababu ya kuogopa mauti. Mauti alikuwa anatumiwa na Shetani kututisha. Sasa Kristo aliamua kuvaa mwili kama sisi tulivyo, ili apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu ya mauti ambaye ni Shetani, ili kuondoa mamlaka yake ya kisheria kama mtawala, ili kuturejesha tena ufalme. Kwa unaweza kuona kazi iliyofanyika pale, na unaweza kuona jinsi gani ambavyo Shetani, mauti na kuzimu ziliambatana pamoja. Ndio maana mauti inaendana na kuzimu, kwa sababu mauti ni askari, anakamata na kuhifadhi kuzimu. Ndio maana hata kusoma ile Ufunuo 6:8 inasema, nikatazama na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mwenye rangi ya kijivu. Yeye aliyempanda huyo farasi aliitwa Mauti. Unaona, mauti alikuwa amempanda farasi ya kijivu, na huyo farasi ya kijivu, huyo mauti hakutembea peke yake. Katiba inasema na kuzimu naye alikuwa akifuatana naye. Unaweza kuona nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya dunia, kuwa kwa upanga, njaa, tauni na kwa wanyama wakali wa dunia. Maana unaona wanaambata, mauti na kuzimu zinaambatana pamoja. Yani askari na selo ni vitu ambavyo huwezi kuvitenga. Hata kawaida kwenye maisha ya kawaida tu, askari akikukamata lazima akupeleke kwenye mahabusu. Kamata, kwa hiyo huwezi kumtenga askari na mahabusu, ni vitu vinavyoambatana. Na ndio maana mauti na kuzimu vinaambatana pamoja, kwa sababu ni watu ambao wanafanya kazi pamoja. Kwa hiyo kuzimu ambayo ni mahabusu, mauti ambayo ni askari, pamoja na Shetani wakawa na mission moja, lakini yenye uharibifu dhidi ya ufalme wa Yahweh Elohim, kwa sababu ilikuwa walikuwa wanafanya ile mission pamoja. Iliamshwa kisheria, lakini ilikuwa inaendelea kuteketeza, kufanya uharibifu dhidi ya ufalme wa Yahweh Elohim, kwa sababu hao wote ni matokeo ya mpango ambao haukuzaliwa kwenye mpango mama wa ufalme wa mbinguni. Kwa ilikuwa jamii ya Adam walikuwa wanatolewa duniani na kupelekwa selo. Kwa ilikuwa ni nje kabisa na mpango mama uliokusudiwa. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuelewa. Kwa hiyo mauti na kuzimu tunafahamu wote viliamshwa kwa sababu tu ya kosa walilofanya watoto wa mfalme wa mbinguni, watoa Adam na Hawa. Kwa sababu hiyo mbingu sasa ilikuwa na kazi muhimu zifuatazo kwa ajili ya kuokoa jahazi ya kutatua haya. Kazi ya kwanza ni kurejesha ufalme wao hapa duniani uliochukuliwa na Shetani kutoka kwa Adam na Hawa, ili kumwangusha Shetani, ili kumrudishia Adam au wanadamu mamlaka tena ya kifalme kwenye koloni lao. Hilo ni muhimu sana, na ndio kazi ya msalaba ilikusudia hivyo. Lakini kazi ya pili ililenga pia kumsitisha kisheria askari aitwaye mauti na kuzimu, ili wasiendelee na kazi ya kuharibu zao wao ambao ni jamii ya Adam. Kimsingi sheria asili hata kama ina uharibifu huwa inasitishwa au kubatilishwa na sheria nyingine kwa mchakato wa kisheria. Kwa hiyo mauti na kuzimu ni sheria, na kimsingi hao wapo kwa haki kabisa kiutendaji. Sasa ili kuwasitisha kutenda kazi mpaka isimamishwe sheria haki na ya kisheria ya kusimamisha kufanya kwao nao kazi, kwa sababu mauti kama hajasitishwa kisheria, hata kama kukitokea kuna wanadamu wenye haki duniani, wanadamu ambao hawajafanya kosa lolote, maanake mauti itaendelea kupiga, kwa sababu assignment ya mauti iliamshwa ili kupiga wenye mwili. Kila mwenye mwili alionekana ni mkosaji, kila mwenye mwili bila kuchagua. Yote anafika level hapo anapigwa, mwili unabaki, anapelekwa selo. Kwa hiyo ilikuwa ndio yani ni nguvu ya askari iliamshwa katika msingi huo. Askari wakipewa assignment huwa wanafanya kazi hiyo. Kwa hiyo utendaji wa mauti na kuzimu usingeweza kukoma dhidi ya mwanadamu kwa sababu wapo kisheria. Kwa hiyo wangeendelea kuwepo milele yote na kufanya kazi kisheria. Hata kama kungekuja wanadamu walio wenye haki, bado wangeendelea kupigwa na mauti. Na ndio maana mfalme Yesu alikuja duniani, yeye alikuwa hana dhambi mwenyewe, lakini bado mauti iliendelea kumwajibisha, kwa sababu alitumwa kwa wote wenye mwili kuonekana kwamba wote wenye mwili wana makosa, wao wanapaswa kupelekwa sel kwa wakati wanasubiria hukumu. Sasa sheria iliwapa haki mauti na kuzimu kushughulika na mwenye mwili yeyote ambaye angekuwa mbele yao. Kwa hiyo mauti na kuzimu wakawa tatizo kwa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Shetani, mauti na kuzimu wote wakaingia kwenye wadui na ufalme wa mbinguni.
Ndio maana ukisoma ile Wakorintho wa kwanza 15:25-26 inasema, kwa maana lazima Kristo atawale mpaka awe amewaweka adui zake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Unaweza kuona mauti ndio atakao adui wa mwisho kabisa, lakini wengine wote watashughulikiwa mapema na wanaendelea kushughulikiwa mpaka sasa. Sasa naomba tuangalie kitu muhimu sana ambacho ni mpango wa kimbingu wa kushughulika na maadui hawa, shetani, mauti na kuzimu. Sasa tukianza na shetani, shetani kwa kimsingi hakuwa tatizo kwenye ufalme wa Yahweh Elohim mpaka sasa hivi, au mpaka kwa nyuma hakuwa tatizo, kwa sababu yeye alikwisha kuwa muasi, huku alikuwa anasubiriwa kupelekwa kwenye gereza la milele, yani ziwa la moto, pamoja na wale malaika wenzake, mashetani wengine ambao malaika zake. Kwa hiyo pamoja na vurugu zote shetani alizofanya au anazofanya, bado yeye hatendi kazi kisheria, kwa sababu alikwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo anasubiriwa, mwisho wake upo. Umeona? Kwa hiyo ukisoma Mathayo 25:41 inasema, kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, nendeni kwenye moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Unaona, tayari shetani mwisho wake upo, ulishaandaliwa tayari, alishahukumiwa. Tatizo linakuja kwenye mauti. Yeye hana mwisho, kwa sababu hana hatia, hakufanya hatia yote duniani. Aliamka kisheria kwa ajili ya kuwajibisha waasi. Ndio maana tukija kwenye upande wa mauti, adui pekee ambaye alikuwa alikuwa hatari sana katika ufalme wa mbinguni hapa duniani ni askari aitwaye mauti, au Maveth au Thanatos kwa Greek. Ubaya wa askari huyu ambaye ni Maveth au mauti, aliamshwa kufanya kazi kwa haki na kisheria, na amedizainiwa kwamba huwezi kumsitisha bila kumtengenezea mkakati wa kisheria wa kumsitisha. Hii ndio ilikuwa tatizo kubwa sana. Mauti ndio issue nzito sana katika ufalme wa Yahweh Elohim, na kuzimu ni issue nzito, kwa sababu mauti aliamshwa na watoto wa Yahweh Elohim duniani. Babake alimwambia Adamu, aliambiwa, mwanangu, usile, usifanye makosa dhidi ya serikali yetu ya ufalme. Ndio maana usile matunda ya mti huu ambao nilokukataza, kwa sababu siku utakapokula tu utakufa. Maana yake utaamsha ili dude li askari linaloitwa mauti, ambayo tumelitengeneza kwa ajili, sio kwa ajili yetu kutuadhibu sisi, ili kuadhibu waasi wengine wa serikali yetu. Lakini sasa ukifanya na wewe pia litakuwajibisha, aliambiwa Adamu. Lakini ndio maana alipokula matunda tu akakosea, akaenda kinyume, akafanya kosa la uhaini, lile dude ambayo ni alisikia lilikamshwa. Ndio maana linavuruga dunia na linatisha watu, linafanya purukishani zote. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana kuelewa. Na changamoto nyingine, kuzimu ni adui aliyetenda kazi kutegemea utendakazi wa askari anaitwa mauti, kwa sababu askari ndio anayesumbua zaidi, kwa sababu askari yeye ndio amepewa mamlaka kukamata wahalifu. Kwa hiyo ndio shida kubwa iliyopo sasa. Ndio maana ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Mauti ndio changamoto. Sasa kuna mbinu iliyotumika kwa ajili ya kuharibu nguvu ya mauti, ili kuharibu nguvu ya mauti na kuzimu, kuwafanya wasiweze kuwa na nguvu tena ya kutenda kazi. Kwa sababu shetani yeye sio tatizo, kwa sababu tayari amekwisha sitishwa tena, yeye atakuja kuhukumiwa, ana mwisho. Lakini mauti na kuzima hazina mwisho, kwa sababu zenyewe zinafanya kazi kisheria. Kwa hiyo kazi iliyoamshwa ya kuwakamata watoto wa Yahweh Elohim na kuwapiga, wanaacha mwili, wanawapeleka selo, isingeweza kusitisha, kwa sababu hiyo ni assignment ya maisha yao, walipewa kwa wote wenye mwili. Kwa hiyo ndio maana ilibidi ifanyike mkakati wa kimbingu wa kuharibu nguvu ya mauti na kuzimu, kuwasitisha, ili angalau kuweza watengenezea watoto, hata kama itakapokuja mbingu, dunia mpya, watoto wakiwepo, ili askari mauti na kuzimu wasiendelee kufanya kazi. Kwa sababu kama utawasitisha hawa kisheria, maanake ni kwamba hata kuleta mbingu mpya ukaumba wanadamu wapya, maanake wataendelea kupigwa na watu, kwa sababu bado hujamsitisha huyu kisheria, maana anafanya kazi kisheria. Ndio maana ukisoma Wakorintho wa kwanza 15:56, katiba ya ufalme inazungumza kitu cha msingi sana hapa. Katika Wakorintho wa kwanza 15:56 inasema uchungu wa mauti ni dhambi. Unaweza kuona, yani uchungu wa mauti ni dhambi, kwa maana mauti ni askari. Kwa ili uone askari ubaya wake na uchungu wake, ni mpaka uwe umefanya kosa. Askari yote ukivunja sheria ndio utajua askari ni mchungu kiasi gani. Na ndio katiba inasema hapa, uchungu wa askari ambaye anaitwa mauti ni pale unapovunja sheria, unapofanya dhambi, kosa. Kwa hiyo uchungu wa mauti ni dhambi,
Unaona, na nguvu ya dhambi ni sheria. Sasa nguvu ya dhambi ni sheria. Kwa nini? Kwa sababu kukosea kwa mtu kunatokana na kuwepo kwa sheria. Sheria ikiwepo mtu aonekane kama amekosea. Na ndio maana ili ukitaka ujue askari ni mbaya, askari ni mtu hatari, muue mwenzako, ndio utaona maaskari ni akina nani. Kwa hiyo uchungu wa maaskari ni kukosea, ni dhambi, kufanya kosa. Ndio maana tunasema uchungu wa mauti ni dhambi. Sasa ndio maana uchungu wa askari atoe mauti kwetu sisi ulikuwa mkubwa, kwa sababu tayari tulikwisha kosea. Kwa hiyo hatuna namna, hatukuwa namna. Ndio maana ilibidi mbingu ifanye mkakati wa kuweza kumharibu kwanza askari huyu ambaye ameamshwa kisheria na wanadamu kufanya kazi, ili waweze kumsitisha kisheria, ili baadaye asiendelee kuleta madhara. Kwa sababu hata mbingu ingeweka plani mpya, bado kwanza isingeweza kumuua huyu askari, kwa sababu ingekuwa kosa wanamuua hana kosa. Ilikuwa ni kosa kisheria kumuua mauti, kwa sababu hana kosa, yameamshwa kisheria. Kwa hiyo na baba yetu wa mbinguni ni mzee wa haki, lazima kuwepo kwa haki ya kisheria. Kwa hiyo maana ni kwamba lazima kufanyike mchakato wa kumsitisha kisheria kabisa huyu askari mauti. Sasa mpango ulikuwa ni hivi. Namba moja ni kwamba mpango ukawa ni lazima kwanza mfalme Yesu avae mwili ili awe kama watoto wake, yani wanadamu, jamii ya Adam. Lakini pili, huyu askari mauti katika kutekeleza kazi yake ya kisheria bila kujua, atakutana na mfalme Yesu kama mwanadamu na kumuua ili ampeleke kwenye selo au maabusu kule kuzimu, na kama ilivyokuwa kawaida ya wanadamu wengine. Na kweli mauti ilifanya hivyo, ilimpiga kupitia wanadamu na ikampeleka kule. Sasa tatu ni kwamba tatizo likaja kwamba baada ya kupelekwa kuzimu kule Hades, kupelekwa kule selo ambao wengine wanaita kuzimu au jehanamu ya moto, ile haki ya hukumu kama mhalifu kwa Bwana Yesu ikagoma, kwa sababu kwa kipimo cha haki ikaonekana Bwana Yesu hana hatia, yani hajawahi kufanya kosa, na mbaya zaidi amepigwa na mauti, amepelekwa kule ili akapigwe selo kama mwanadamu wa kawaida. Wakaja kugundua kwamba mbona huyu mwanadamu haki ya mateso ya kule haikubali, anaonekana hajafanya kosa. Ndio mauti na kuzimu wakaja kugundua kwamba walifanya makosa, wamempiga mtu asiye na hatia. Unaona, ndio maana moja kwa moja mauti na kuzimu wakajikuta wamemhukumu kifo mtu ambaye hana hatia. Lakini kuja kuangalia baadaye wakagundua kwamba ni mfalme aliyeumba mbingu na dunia. Moja kwa moja mauti na kuzimu zikaanza kutetemeka, zikaanza kupata shida, kwa sababu tayari zimeingia kwenye kosa la uhaini, kwa sababu umemuua mtawala ambaye hana kosa, alafu mtawala aliyeumba mbingu na dunia alafu hana kosa. Maana yake ni kwamba nyinyi mnaingia tena kwenye kosa la uhaini, treason, na adhabu ya uhaini, adhabu yake ni kifo, ni mauti, kufa ni mauti. Kwa hiyo wakaanza kutetemeka. Ndio maana watu wengi wanajiuliza kwa nini mfalme Yesu alipokufa msalabani dunia ikaanza kutetemeka. Inasema katika Mathayo 27:51, anasema wakati huo pazia la hekalu likachanika vipande viwili kuanzia juu hadi chini, dunia ikatetemeka na miamba ikapasuka. Sasa wanashindwa kuelewa, kuzimu ina power, ilikuwa ni gereza lenye power, ni kitu kinachoishi. Kuzimu ni kitu kinachoishi, jehanamu ya moto ni kitu kinachoishi, na hata mauti ni kitu kinachoishi. Ni askari yule, ana power. Ndio maana ana uwezo wa kupiga watu hata milioni dunia nzima. Anaweza akaua watu kutoka Japani kwa wakati huo, wakafa Afrika wakati huo. Kwa ni nguvu fulani, ina power sana, ina nguvu sana. Na ndio maana hata mfalme Yesu kwenye Waebrania anasema yeye alipeleka petition, maana aliomba na kulia sana ili aweze kuokolewa na mauti, kwa sababu mauti alikuwa ni askari aliyetengenezwa kwa uhodari mkubwa na mbingu. Askari, yani mbingu ilimtengeneza huyu askari kwa hodari na mwenye uwezo mkubwa sana kuliko vile unavyofikiria. Ni askari ambaye hatari hajawahi kutokea katika kwa sababu ni very powerful. Hata Lucifer mwenyewe anasalimu out kwa mauti, na ndio maana hata Lucifer mwenyewe atakuja kukamatwa pia, kutupwa katika ziwa hao wote na hiyo. Kwa hiyo ndio maana yeye mauti anakuwa wa mwisho. Kwa hiyo naanza dunia ikatetemeka, na kwa hiyo askari mauti pamoja na kuzimu zikatetemeka, kwa sababu wamekuja kugundua kwamba tumemuua mfalme aliyeumba mbingu na dunia. Lakini ingawa hao hawakujua, walitegewa mtego
hawakujua yeye alivaa mwili. Sasa walipompiga wakajua kabisa kwamba ni kazi ya kawaida tuliyopewa ya kuwapiga wenye mwili kama adhabu waliokosea. Sasa wakajikuta kwamba kumbe wametegewa mtego, kwamba yule aliyeumba mbingu na nchi amevaa mwili kama wanadamu, afu wakampiga wakampeleka kule. Sasa inapokuja sheria haki, inagundulika kabisa kwamba kumbe hakuwa na hatia, alafu ni mfalme aliyeumba mbingu na dunia. Ndio maana kuzimu na mauti zikatetemeka sana. Ndio maana dunia ikatetemeka na miamba ikapasuka. Kwa hiyo moja kwa moja mauti na kuzimu zikaingia kwenye kosa la kumua mfalme mkuu, tena bila kosa. Hilo ni kosa la uhaini na adhabu yake ni kunyongwa na kufa milele. Kwa hiyo moja kwa moja kuzimu, mauti na kuzimu zikaingia tena kwenye hatia. Sasa askari kwa mara ya kwanza alikuwa akitekeleza haki na aliyefanya kazi kwa haki, na maabusu ilikuwa inafanya kazi kwa haki, inaingia kwenye mchakato sasa, nayo inakuwa imekosea. Kwa hiyo nao pia wameingia kwenye kosa la uhaini, ambalo kosa hilo alikuwa nalo shetani. Shetani anakosa la uhaini kwa sababu alifanya production ya kuiasi, kutaka kufanya uasi kule mbinguni na kukaa na vita, manake moja kwa moja akatengewa gereza la milele, kutupwa milele, mauti ya milele. Na sasa mauti na kuzimu nao kwa mara kwanza zimetengenezewa mtego na serikali ya mbinguni ili kuzisitisha zije nazo kutupwa katika ziwa la moto, kwa sababu ili zisije kuleta tena labsha, kwa sababu zikiendelea kufanya kazi kisheria kwa haki, manake zisingeweza, hakuna mtu ambaye angeweza kuzisitisha. Ndio maana mauti na kuzimu wakatengenezewa kosa hapa la duniani ili ili kuwasitisha kisheria, ili shetani pamoja na mauti na kuzimu wote waje kutupwa katika ziwa la moto. Ndio maana ukisoma ile Ufunuo wa Yohana 20:14-15 anasema kisha mauti na jehanamu ya moto, yani kuzimu, zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili. Unaona? Kwa unaweza kuona kwamba mpango ambao ulifanywa na mbingu kwa ajili ya kuwasaidia watoto wao duniani, wanadamu, ilikuwa ni mpango ulikuwa wa kimkakati na ulikuwa very strategic. Ulikuwa mpango moto sana na ulikuwa mpango wa siri ambao kiasi kwamba ukianza kufikiria mpaka unasema ninakushukuru Baba yangu wa mbinguni, Yahweh Elohim, wenye nguvu, watawala watatu, kwa ajili ya upendo wenu wa kututengenezea mpango thabiti wa kutufanya kuwa na maisha, kwa sababu wao waliona mbali, walijua askari huyu mauti na kuzimu wangeendelea kuwepo kisheria, kwa sababu sisi ndio tuliowaamsha duniani kisheria, na ni askari aliyetengenezwa kwa uhodari, mwenye uwezo wa kupiga sehemu zote kwa wakati mmoja. Anaweza kaua watu Japani watu wanakufa, Tanzania watu wanakufa, China watu wanakufa, Afrika watu wanakufa, Marekani watu wanakufa. Unaona, kwa nini? Askari alikuwa anaweza kupiga double kwa wakati mmoja, maana alikuwa ni very powerful. Na ndio maana askari alikuwa ni huyu hatari. Mauti ni kitu ambacho sio vile unavyofikiria, ni dude moja ambao la hatari sana. Na ndio maana ilibidi mbingu iweze sio tu kushughulika na shetani kwa ajili ya kumrejeshia mtoto wao ufalme, kwa kulipa gharama kosa la waini, kwa kufa, kwa kunyongwa pale msalabani mfalme Yesu, lakini ilibidi pia watengeneze mtego wa kumtega mauti na kuzimu, ili mfalme Yesu kama mfalme mkuu aliyeumba mbingu na dunia akivaa mwili, ili anaye akamatwe kisheria, akikamatwa kama ilivyo kawaida, ili akipigwa na mauti na kupelekwa kule, baadaye waingie mauti na kuzimu ziingie kwenye mtego wa kuonekana kabisa kwamba sasa wao wana kosa la uhaini kwa sababu wamemua mtawala. Na ndio hapo mfalme Yesu akiwa kule akawa sasa yeye ndio mwenye haki peke yake, kwa sababu shetani yeye amefanya kosa la uhaini. Mauti na kuzimu pia zimefanya kosa la uhaini, maanake yeye ndio akachukua kule funguo zote za kuzimu na mauti. Ndio maana aliweza kuwatoa watoto wake wote kule, kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndio maana anasema baada akiwa msalabani pale makaburi anasema dunia ikatetemeka, miamba ikapasuka, alafu miili ya watakatifu walitoka wale watakatifu tangia kipindi. Watoto wote ambao majina yao yalikuwa katika kitabu cha maisha tayari waliingia kwenye haki, kwa sababu baba amelipa gharama. Sasa wanatolewa ili warudi makao makuu, ili wasubirie utimilifu wa nyakati kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye ratiba nyingine. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa ni mpango thabiti sana, na ninapotafakari mpango kama huu, ni siri kubwa sana ambayo kila aliyeraia ufalme anapaswa kuelewa kitu hiki. Shetani apendi watu wajue upendo wa baba yetu aliofanya kwa tekniki, mbinu za hali ya juu za kuweza kumsitisha kwanza mauti na kuzimu ili aendelee kukosa. Ndio maana napenda nimtangazie kila raia ufalme yote ambaye anasikiliza aelewe kabisa kwamba mauti na kuzimu saizi nazo pia zina makosa, zimefanya kosa la uhaini, na ndio maana nazo hazina power, hazina nguvu
kabisa. Ndio maana tusiogope. Ukisoma ile Ufunuo wa Yohana 1:17-19 nasema nilimuona nilianguka miguuni pake kama aliyekufa, ndipo akaweka mkono wake wa kuume juu yangu na kusema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, mimi ni yeye aliye hai niliyekuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele. Anasema nami ninazo funguo. Sikiliza, mfalme Yesu alimtokea Yohana, anamwambia nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Oh, haleluya. Anasema nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Ndio maana usije ukaogopa mauti, usije ukaogopa jehanamu. Sisi sio sehemu yetu, wala haina mamlaka tena. Anasema basi andika mambo uliyoyaona, yaliyopo na yale yatakayotokea baada ya haya. Kwa hiyo mamlaka yote ipo chini ya ufalme wa baba yetu Yesu Kristo, Yeshua HaMashiach. Mauti haina nguvu tena ya kutuumiza. Nguvu ya mauti ilikuwa ni kututoa duniani na kutupeleka kwenye selo, jehanamu ya moto au ziwa la moto, asema jehanamu ya moto au kuzimu au Gehenna. Kisha baada ya hukumu, manake tunatupwa kwenye gereza la milele ambalo ni ziwa la moto, ambalo ni nimelizungumzia hapo mwanzo. Sasa baba yetu aliingilia kati na kulipa gharama ya kosa la uhaini ili kutulejeshea ufalme, na katika mpango huo pia aliamua kuua mwendelezo wa nguvu ya mauti na kuzimu kwa kuwatengenezea kosa la uhaini, baada ya wao kumpiga mfalme Yesu ambaye hana hatia na kuweza kumuingiza selo bila wao kujua. Wakijua, walijua kama wanatekeleza jukumu lao la kuwapiga, la kuwapeleka selo wanadamu wowote walio na mwili, lakini wakajikuta kumbe mbingu ilipanga kuwatengenezea mpango wa kuweza kuwasitisha kisheria ili wasije kuleta madhara, ili hata tukiwa na mbingu mpya, tukiwa na dunia mpya hapa duniani tukiishi, mauti na kuzimu zisiwepo, kwa sababu bado zingeendelea kufanya kazi kisheria kwa wote wenye mwili. Kwa hiyo tunapokufa kwa sasa hivi, maana yake ni kwamba tunakufa, ni kwamba mauti haina uwezo wa kutupeleka maabusu wala kwenye gereza la milele. Maanake mauti inatekeleza lile jukumu mpaka itakapotupwa katika ziwa la moto. Maanake kupiga wewe raia ufalme, maanake ni kwamba usikii uchungu wa mauti. Maanake ni kwamba mwili unatenganishwa na nafsi. Kinachofuata pale ni kwamba unakuwa na mwili mpya, unapelekwa makao makuu. Lakini zamani ilikuwa sivyo hivyo. Nguvu ya mauti ilikuwa ni kwamba unapigwa, alafu nafsi inachukuliwa na kwenda selo, umeona, na kutoka selo unakwenda ziwa la moto. Maanake ndio ilikuwa ndio uchungu wa mauti. Lakini kwa sasa hivi sivyo. Maanake ninapolala mimi, ninapopigwa, ninapolala, mauti inapokabiliana na mimi, inakutana nguvu ya tofauti ambayo utakuta na mwili wangu unatenganishwa ili kuniondolea mwili huo ambao waharibifu, ili ni baadaye napewa mwili ambao sio haribika, ili nisubirie udhimifu wa nyakati, ili baadaye tukija kwenye maisha yanayoendelea niwe na mwili mpya ambao wenye utukufu, ambao tumebadilishwa miili yenye utukufu. Ndio maana ukisoma katika ile wa Korinto wa kwanza 15:54 mpaka 57 inasema, kwa hiyo mwili huu wa kuharibika utakapovaa mwili wa kutokuharibika, nao huu mwili wa kufa utakapovaa mwili wa kutokufa, ndipo lile neno lililoandikwa litakapotimia, mauti imemezwa na kushindwa. Unaweza kwa mauti imemezwa na kushindwa. Anasema kuko wapi mauti? Anasema kuko wapi mauti kushinda kwako? Uko wapi ewe mauti uchungu wako? Unaweza kuona hakuna uchungu tena wa yule askari anaitwa Maveth mauti, wala kushinda kwake hakupo, kwa sababu hapa tunaona Paulo anaizomea mauti huu. Kushinda kwako kuwapi sasa? Manake tukwali sisi ni watoto wenye ushindi, hatuna tena sehemu ya maumivu katika mauti. Ndio maana usiogope utakapomwona kuna mwenzako amelala raia wa ufalme, wala usipate shida, brothers and sisters. Siku utakapoona Dr. Gunewe amelala, wala usije ukaungaika wewe kula butterfly, kwa sababu nguvu ya mauti haina sehemu katika maisha yangu. Anasema uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya mauti ni sheria, lakini ashukuriwe Elohim, yeye atupaye ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana hapa anaizomea, anasema kuko wapi mauti kushinda kwako? Uko wapi mauti uchungu wako? Maanake hatuna ile pain of death, ile uchungu wa mauti hautakupata. Na uchungu wa mauti ulikuwa mauti inakupiga, inakumenya, mwili inabakisha duniani, wewe mwenyewe nafsi ambayo unapelekwa katika gereza samani, unapelekwa katika kuzima au jehanamu ya moto
Gehenna ambayo kule unakwenda kwenye mateso kwa ajili ya kama mahabusu, unasubiria hukumu, unateswa, unasubiria hukumu, alafu uingie kwenye mateso ya milele gereza. Ilikuwa ni hatari kubwa sana, ilikuwa ni uchungu mzito sana. Ndio maana vitu hivi ni vitu vya kufurahia na kuishukuru sana serikali ya mbinguni kwa ajili ya upendo mkubwa namna hii. Cha kwanza, wametulejeshia ufalme duniani, maana yake tunatawala, tunakula bata. Cha pili, hatuna wasiwasi na nguvu ya mauti tena. Hatuna wasiwasi na kupotea milele, kwa sababu tayari hilo swala baba yetu alikwisha rekebisha. Amefanya mambo mawili kwa pamoja, amefanya 3 in 1. Amemdhibiti, ametulejeshia ufalme, kutulejeshia kwa kazi ya msalaba, lakini at the same time amedhibiti nguvu ya mauti ili tusiendelee kupotea milele, bali tuweze kukaa kwenye ufalme. Kwa hiyo ni baraka kubwa sana. Ndio maana ukisoma Wathesalonike wa kwanza 4:13 hadi 18 nasema, lakini ndugu, hatutaki msijue kuhusu wale waliolala mauti, ili msihuzunika kama watu wengine wasiokuwa na tumaini. Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka, hata hivyo Elohim kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mauti. Kulingana na neno la Elohim mwenyewe, tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai, tutakaobaki hadi kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wale waliolala mauti. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Elohim, nao wale waliolala mauti wakiwa wanamwamini Kristo watafufuka kwanza. Wale waliolala ufalme ambao majina yao yapo kwenye kitabu cha maisha. 17 anasema, baada hilo sisi tulio hai bado tuliosalia tutachukuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Anasema, kwa hiyo farijianeni kwa maneno haya. Kwa unaweza kuona hii ni kitu kizuri sana. Ukiangalia Timotheo wa pili 1:9 hadi 10 anasema, ambaye alituokoa na kututia katika mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yenu mema, bali kwa sababu ya kusudi lake mwenyewe na neema yake. Neema hii tulipewa katika Kristo Yesu kabla ya kuwapo kwa ulimwengu. Unaanza kabla ya kuwapo kwa ulimwengu, kabla dunia haijaumbwa, tayari hii kitu tulikuwa nayo. Kwa hiyo sio kitu cha matendo ya sheria. Anasema, lakini sasa imefunuliwa kwa kudhihirishwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu. Anasema ambaye amebatilisha, yani amebatilisha mauti na kuleta maisha na kutukufa kwa njia ya injili ya ufalme. Unaweza kuona. Kwa hiyo unaweza kuona sisi tuliochaguliwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, maana yake ni kwamba mauti kwetu imebatilishwa, haina power tena, na tumeletwa kwenye maisha na tumeingizwa katika kutukufa kwa njia ya injili ya ufalme. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuelewa kufa sio kulala hivi mauti. Kufa ni kule kupotea milele, kwa maana unapigwa alafu nafsi yako inapelekwa katika aidha kuzimu, ambao kuzimu baadaye unakuja unahamishwa, baada ya hukumu unapelekwa katika ziwa la moto. Huko ndio kufa. Kwa hiyo kufa sio kufa. Kwa hiyo ni vitu tofauti. Mauti inakuwa na nguvu inapokupeleka kwenye mchakato mpaka kwenye utimilifu, kwenye ziwa la moto. Lakini unapolala, wale waliolala ufalme wametengenezewa programu ya kisheria ya kuondoa katika mchakato huo. Kwa hiyo maana wanapolala saizi, maanake mwili wao unaachwa duniani, wanavaa miili ya utukufu, wanasubiria utimilifu wa nyakati kwa ajili ya ratiba nyingine. Hilo ni jambo bora sana, jambo lenye maana, na linatupa furaha sana ya kuendelea kufurahia na kula bata duniani, kwa sababu baba yetu amefanya kazi nzuri sana. Na ndio maana ningependa niwatangazie wote na kumalizia katika ile Waebrania 12:2 kwa kusema kwamba maandiko au katiba ufalme inazungumza kitu cha msingi, na ninaomba hiki kitu kila mmoja akitangaza. Inasema hivi, basi kwa kuwa watoto wana mwili wa nyama na damu, yeye pia alivaa mwili wa nyama na damu, ili awe binadamu kama wao, ili kwa kifo chake, naomba rudia tena, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu ya mauti, yani Shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Mauti ilikuwa kwetu si tatizo, na ndio maana tulikuwa tunashindwa kufanya kitu. Sasa baba amestatua tatizo kubwa sana la nguvu ya mauti ya kutupotezea maisha. Maana yake tumeingia kwenye program ya kuwa na maisha yenye mwendelezo, maisha yanayoendelea. Kwa hiyo sisi hatumo miongoni mwa watu ambao wanapotea milele, tunaishi. Ndio maana tutapolala, tunalala kwa maana ya kubadilisha miili, na tunaenda kwa makao makuu kwa ajili ya kusudia utimilifu wa nyakati. Ingawa wapo wana wa giza waliokusudiwa pia wao wanapotea milele, sisi hatumo miongoni mwa hao. Hii ni baraka kubwa sana ambayo kila raia ufalme ningependa aweze kuikumbatia na kuitangaza kwa watoto wengine wa ufalme,
utakapokaa duniani usio na wasiwasi. Kwa hiyo kwa nini kazi yetu sasa? Kwa sababu tumetolewa kwenye program ya kupotea milele, tumerudishwa kwenye program ya kujenga ufalme wa baba yetu. Ndio maana tusio na wasiwasi kwa ajili ya kifo tena, kwa sababu nguvu ya mauti haitatupata hata kidogo, katika jina la baba yetu Yesu Kristo. Tunachopaswa kufanya, tusipoteze muda kuwaza habari ya kufa. Sisi hatuma miongoni mwa watu ambao watapotea milele. Tunachofanya saizi ni kuendelea kuijenga dunia yetu. Anza kuzalisha, anza kuifanya dunia iwe na tija kwenye kilimo, kwenye sayansi na teknolojia. Weka design majumba, weka utajiri mkubwa duniani, wafanye watu wafurahia maisha. Ingiza utajiri, pata urithi wako, furahia maisha, mtukuze baba yetu wa mbinguni. Watu tudhilishe maisha ya ufalme kivitendo, kwa maisha yetu ya sheria za ufalme, lakini pia kwa maisha yenye ukubwa na tija. Tuonyeshe kwamba baba yetu ametupa utajiri mkubwa duniani na tunaukamata na kudhilisha maisha yenye utukufu mkubwa, kwa sababu hatumo miongoni mwa watu wanaopotea. Ninakushukuru sana kwa ajili ya kutenga muda wako. Naitwa Dr. Gunewe. Kama utakuwa na swali, basi niuliza kwa namba 0762 69468. Serikali ya mbinguni impe maisha kila yule aliyemwaminifu na kutembea na sheria za ufalme. Asante.